Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Leo kuendana na kalenda ya liturujia ya Kanisa, tarehe 20 ni sikukuu ya Mtakatifu Bernardini wa Siena. Sauti iliyokuwa dhaifu lakini iliyowasha Italia yote. Swali la kutafakari: ni nani au ni nini hunipa nguvu? Maisha yangu yangekuwaje kama ningeifanya nguvu yangu ya kiroho kuwa kipaumbele? Kuna watu wanaoishi kwa nguvu ya pesa, wengine kwa nguvu ya sifa, wengine kwa nguvu ya pongezi za watu, lakini watakatifu waliishi kwa nguvu ya Mungu. Mtakatifu Bernardini wa Siena anatufundisha kuwa hata sauti dhaifu, kifua chenye shida na mwili uliochoka vinaweza kuwa chombo cha kulibadilisha taifa zima, kama Roho wa Mungu ndiye anayekupa nguvu. Mosi, mtoto aliyepoteza wazazi lakini hakupoteza imani. Mtakatifu Bernardini alizaliwa tarehe ya 8 Septemba mwaka wa 1380 katika mji wa Massa Marittima karibu na Siena nchini Italia. Akiwa na miaka 6 tu alipoteza wazazi wake. Kwa mtoto mwingine hilo lingeweza kuwa mwanzo wa uchungu na mkato wa tamaa, lakini Mungu alimpatia shangazi mcha Mungu ambaye alimlea katika sala, maadili, heshima kwa Mungu na huruma kwa maskini. Somo la kujiuliza hapa kwetu ni kwamba mwanzo mgumu hauamui mwisho wa maisha yako. Unaweza kuwa yatima, kukulia katika umaskini, kujeruhiwa kihisia, lakini Mungu bado anaweza kukuinua na kukufanya baraka kwa wengi. Pili, kijana mwenye moyo wa huruma. Bernardini alisoma sheria za kiraia za kanisa. Bernardini alisoma sheria za kiraia na za kanisa. Alikuwa kijana mwenye akili nyingi, lakini hakutumia akili yake kujitafutia sifa. Alitumia kumtumikia Mungu. Mwaka wa 1400 ugonjwa wa tauni ulipiga Siena. Watu walikuwa wakifa kila siku. Wengi waliogopa kuwagusa wagonjwa. Bernardini akiwa kijana aliingia hospitalini na kwa miezi 4 akawahudumia wagonjwa wa tauni usiku na mchana. Aliosha miili yao, aliwalisha, aliwaombea, aliwafariji. Baada ya huduma hiyo, mwili wake ulichoka sana na akaugua kwa muda mrefu. Hakika upendo wa kweli hujitolea. Kwa vitendo ni kumsaidia mgonjwa nyumbani, kumtembelea mwenye huzuni,
kumsikiliza anayeteseka, kutumia muda wako kwa ajili ya wengine. Watu wengi wanataka miujiza. Bernardini alichagua kwanza kuwahurumia watu. 3, aliacha dunia ili kumfuata Kristo. Baada ya kupona, Bernardini alitambua kuwa Mungu anamwita. Mwaka wa 1403 alijiunga na shirika la ndugu wadogo wa Francisco Kapuchini, akifuata njia ya umaskini, unyenyekevu na furaha ya Mtakatifu Francisco wa Asisi. Mwaka 1404 akapadirishwa. Mwaka uliofuata akaanza kuhubiri. Ndugu zangu, wito huanza pale tunaposema, Bwana, si mapenzi yangu bali mapenzi yako yatimizwe. 4. Sauti yake ilikuwa dhaifu, lakini ujumbe wake ulitikisa mioyo. Bernardini alikuwa na matatizo ya kifua na sauti yake ilikuwa inakwaruza. Kwa mtazamo wa kibinadamu, hakuwa na sauti nzuri ya kuvutia umati. Lakini Mungu hakutazama ubora wa sauti yake, alitazama moto uliokuwa moyoni mwake. Alipoanza kuhubiri, maelfu walikusanyika masokoni, wengine walifika alfajiri kupata nafasi. Mahubiri yalidumu kwa saa 3 hadi 4. Watu walilia na kutubu. Kuna kitu tunajifunza hapa, wapendwa wangu. Mungu hahitaji ukamilifu wako, anahitaji utayari wako. Unaweza kusema sina kipaji, sina elimu ya kutosha, nina aibu, sauti yangu si nzuri, lakini Mungu anaweza kutumia kile ulicho nacho. 5. Alihubiri kwa lugha rahisi inayogusa maisha. Badala ya kutumia maneno magumu, Bernardini alizungumza kuhusu familia, biashara, mavazi, maadili, michezo ya kamari, lugha chafu, migogoro ya kijamii. Alizungumza kwa namna ambayo kila mtu alielewa. Mhubiri mzuri si yule anayesema maneno magumu, bali anayefanya neno la Mungu liguse maisha ya kila siku. 6. Vibaraza vya moto wa ubatili. Baada ya mahubiri yake, watu walileta vitu vilivyowafunga: kadi za kamari, kete, vipodozi vya anasa, vitu vya majivuno, vikachomwa hadharani kama ishara ya kuacha maisha ya zamani. Toba ya kweli ina hatua za vitendo. Jiulize,
Ni programu gani inanivuta mbali na Mungu? Ni tabia gani inaniharibu? Ni marafiki gani wanaonipeleka pabaya? Mungu anakuambia, usichome kuni, choma dhambi. 7. Upendo wake kwa jina takatifu la Yesu. Bernardini alieneza sana heshima kwa jina la Yesu Kristo. Alikuza sana alama ya Yesu Kristo, kifupi cha jina la Yesu katika Kigiriki. Alifundisha kwamba nyumbani kwa Mkristo panapaswa pawe na jina la Yesu. Biashara iwe chini ya jina la Yesu. Familia iokolewe kwa jina la Yesu. Baada ya kutegemea hirizi na ushirikina, mshike Yesu. Anza siku kwa kusema Yesu na kutumainia. Weka msalaba au jina la Yesu nyumbani. Taja jina la Yesu wakati wa majaribu. 8. Alipewa nafasi ya kuwa askofu wa Siena, Ferrara na Urbino. Alikataa mara kadhaa. Kwa nini? Kwa sababu aliona huduma kuwa muhimu kuliko cheo. Katika kanisa si cheo kinachofanya mtu kuwa mkuu, ni utakatifu. 9. Alisimama dhidi ya dhambi za jamii. Bernardini alihubiri kwa nguvu dhidi ya kamari, ulafi, udhalimu wa kiuchumi, mazungumzo machafu, uchawi, tabia zinazoharibu maadili ya jamii. Hakutafuta kupendwa, alitafuta watu waokoke. Ukisema ukweli kwa upendo, si kila mtu atafurahia, lakini ukweli bado unapaswa kusemwa. 10. Mwalimu wa haki katika biashara. Aliandika kuhusu maadili ya uchumi. Biashara ifanywe kwa haki, wafanyakazi walipwe kwa uadilifu, riba na unyonyaji vikatazwe. Utakatifu hauishi kanisani, unaingia sokoni, ofisini na kwenye biashara. Usidanganye katika mizani yako dukani. Usipokee rushwa. Lipa wafanyakazi kwa haki. Fanya biashara yako kwa dhamiri safi. 11. Alipingwa na kushtakiwa kwa sababu ya kueneza alama ya IHS. Baadhi ya watu walimshtaki Roma kwa madai ya uzushi, lakini baada ya kuchunguzwa alitangazwa kuwa hana kosa. Badala ya kuhukumiwa, aliombwa ahubiri mjini Roma kwa siku 80 mfululizo.
Ukiwa mwaminifu kwa Mungu, upinzani unaweza kuwa daraja ya kuinuliwa. 12. Kiongozi wa mageuzi ya kiroho. Baadaye alichaguliwa kuwa mkuu wa Mafransisko wa Observance nchini Italia. Alirekebisha namna ya nyumba za kitawa na kuwasha upya ari ya sala, umaskini na utume. Uongozi wa kweli si kutawala, bali kuhuisha roho za watu. 13. Safari ya mwisho. Mwaka wa 1444, akiwa mgonjwa na mwenye nguvu kidogo, alisafiri tena kuhubiri. Hakutaka hata sehemu moja ya Italia ibaki bila kusikia neno la Mungu. Alifariki tarehe 20 Mei mwaka 1444 huko L'Aquila akiwa na miaka 63. Mwili wake ulizikwa katika basilika ya San Bernardino. 14. Alitangazwa mtakatifu haraka. Papa Nicholas wa tano alimtangaza mtakatifu tarehe ya 24 Mei mwaka 1450, miaka 6 tu baada ya kifo chake. Kanisa likampa jina mtume wa Italia. 15. Mambo ya kushangaza kuhusu mtakatifu Bernardini. Alikuwa na sauti iliyokwaruza. Aliteseka kwa matatizo ya kifua. Alikataa kuwa askofu mara 3. Mahubiri yake yaliwavuta maelfu. Alieneza jina takatifu la Yesu. Alibadili taifa la Italia kwa neno la Mungu. 16. Mwisho, wapendwa. 1. Usitumie udhaifu wako kama kisingizio. Mungu anaweza kutumia sauti yako dhaifu, afya yako dhaifu, historia yako ngumu. Pili, tumia nguvu zako kwa mambo yenye maana. Swali: ni nini hunipa nguvu? Ikiwa nguvu zako zote zinaishia kwenye simu, mitandao, pesa, starehe, utashi umechoka kiroho. Heshimu jina la Yesu, litaje kwa imani katika majaribu, hofu au ugonjwa. 4. Chagua huduma kuliko cheo. Uliza, ninawezaje kusaidia? Badala ya nitapewa nafasi gani? 5. Toba ya kweli ina hatua za vitendo. Acha tabia zinazokuweka mbali na Mungu. 17. Swali la tafakari:
Ni nani au nini hunipa nguvu? Pesa, sifa, teknolojia, Yesu? Maisha yangu yangekuwaje kama ningefanya kuongeza nguvu yangu ya kiroho kuwa kipaumbele? 18. Sala kwa Mtakatifu Bernardini wa Siena. Mtakatifu Bernardino wa Siena, uliohubiri jina la takatifu la Yesu kwa moto wa upendo, utuombee tupate ujasiri wa kumshuhudia Kristo. Tufundishe kutumia nguvu zetu kwa mambo ya milele. Tusaidie kuacha ubatili na kuishi katika ukweli, kwa jina la Yesu. Amina. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Liberanos Domine, et sanctam resurrectionem